wa Fedha Mheshimiwa Hamad Chande, kisha mtoa hoja Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii na mimi kuchangia katika hoja iliyoko mezani kwetu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu Rahim, Mola ambaye kwa uwezo wake na neema yake ametujalia bado tukiwa na rasilimali ya uhai. Rasilimali ya uhai ndio peke yake thamani ya mwanadamu. Kwa tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwepo hapa tukiwa katika hali ya uzima na afya. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, naomba kumshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye ndiyo mbeba maono ya Watanzania. Kwetu sisi Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais ni neema ambayo Mungu ametuletea. Na wengi sasa hivi wameanza kuelewa, na ambao hawajaelewa wajifunze tu kupitia vitabu vyote vitakatifu, waone kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuleta baraka na neema kupitia mtu ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ana uwezo mkubwa sana wa kutafsiri, sera kwa vitendo. Mara nyingi huko duniani jirani zetu walikuwa wanasema kwamba ukitaka mipango na sera mzuri basi nenda nchi fulani, lakini kwenye utekelezaji kwa vitendo sasa ilikuwa ni changamoto. Ila tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sera ziliopo ambazo ameziona, amezikuta na amezitengeneza yeye wakati akiwa ni kiongozi, anazitekeleza na kuzitafsiri kwa vitendo. Wote leo ni mashahidi, hakuna hata sekta moja ambayo iko nyuma katika utekelezaji wa sera hizo kwa vitendo. Mheshimiwa Rais huyu, mimi nasema kwamba Mama Samia ni fahari yetu. Mheshimiwa Spika, pili ni kupongeze na kukushukuru sana wewe. Mheshimiwa Spika, wewe umekuwa mwalimu mzuri kwetu, umekuwa mkufunzi mzuri kwetu. Kwa kweli sisi tunaendelea kujifunza kupitia kwako. Tunakuomba tu usituchoke, endelea kutufunza. Maana yake hata sasa hivi hapo huko juu ya kiti nimeona unatoa darasa kwetu sisi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Na tuwaombe tu wenzetu wa kule Uyole, Mheshimiwa Spika huyu anatosha. Wakati huo Mbeya mjini wao walichagua mbunge, lakini alipofika hapa akawa sio mbunge tu, akawa ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haikusimama hapo, amekuwa ni mbunge na rais wa mabunge ulimwenguni. Tunakushukuru na kupongeza sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, tatu, naomba nimshukuru sana na kumpongeza sana Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini naomba nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba nimshukuru na kumpongeza sana Naibu Waziri Mkuu. Viongozi hawa wanaendelea kutoa maelekezo siku hadi siku kwa lengo tu la kujenga taifa letu, na wamekuwa ni walimu wazuri kwetu. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu pia nimshukuru sana Chief Whip wetu Mheshimiwa Lukuvi. Ama ni kweli usemi unaosema kwamba isiyokongwe haivushi. Anatusaidia kwa kiasi kikubwa sana na imekuwa ni reference yetu chief wetu Mheshimiwa Lukuvi. Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu pia niwapongeze na kuwashukuru sana mawaziri wote ambao tuko nao. Kwa kweli mawaziri hawa kwetu sisi manaibu waziri wamekuwa ni walimu wazuri na wanatuelekeza bila kujali kwamba huyu anatoka katika sekta yangu. Wao wanatuelekeza, tunashirikiana nao kwa wingi na kwa shughuli nyingi sana. Mheshimiwa Spika, niwashukuru sana manaibu waziri wenzangu kwa namna tulivyoshirikiana kwa vya kutosha katika ujenzi wa taifa letu hili. Kipekee naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha kakangu Mwigulu Nchemba. Daktari Mwigulu Nchemba, yeye ni daktari kweli, ni daktari wa ukweli, sio wa bahati mbaya. Nakushukuru sana. Umekuwa mwalimu mzuri, umekuwa mlezi mzuri. Haya yote mnayoona tunafanya na tunaenda vizuri ni kwa sababu ya maelekezo yake na malezi yake. Tunakushukuru sana. Na tutakuja washangaa sana wanairamba siku moja kutafuta mtu mwingine. Maana yake Mheshimiwa Spika, tunasema kule nyumbani sisi sumu ya panya haionjwi. Unaweza ukaonja mchuzi wa mbuzi, kuku, lakini sumu ya panya haionjwi.
si mahali pa kujaribu kutafuta mtu mwingine, ni mahali pa kusimama hapo hapo, mturejeshee Mheshimiwa Waziri wa Fedha aendelee kuchapa kazi na kazi iendelee. Mheshimiwa Spika, naomba nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Huyu amekuwa ni mwalimu wangu wa karibu sana. Yani hata baadhi ya istilahi na misamiati huwa ananiambia hili fanye hivi, ili sema hili. Na kushukuru sana Profesa. Lakini nimshukuru sana pacha mwenzangu naibu waziri wa ofisi ya Rais. Na kushukuru sana ndugu yangu Jongo kwa mashirikiano yako. Tumekuwa pacha mimi na wewe. Ukiwa na kazi kwako unaniita, ikiwa iko kwangu na kuambia naomba hapo nenda kafanya hiyo kazi. Na kushukuru sana. Mheshimiwa Spika, niwashukuru sana waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, kwa kweli mimi nawashukuru sana kwa mashirikiano yenu makubwa sana. Yani tangu tumeanza bunge hili mpaka tumefika hapa, Mheshimiwa Spika, kwa kweli wako wanaofurahia pengine kumaliza hizi siku. Maana tunatambua kwamba wakati umetaradadi sasa. Lakini wako ambao tuna huzuni, maana yake nyumba ulioizoea Mheshimiwa Spika kuihama ina tabu. Na kwa kweli mashirikiano yetu haya ambayo tumekuwa nayo katika bunge hili na waheshimiwa wabunge wenzangu, kwangu imekuwa ni faraja kubwa sana na kujifunza mengi. Na hata yaliyotokea kutokea Mheshimiwa Spika ni kwa sababu ya swala na dua za waheshimiwa wabunge wenzangu. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu pia nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Zungu, lakini wenye viti wako wote wamefanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana na kwa umahiri wa hali ya juu. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, baada yote hao naomba niende kidogo kwenye hoja na ushauri na maoni ambayo yametolewa na waheshimiwa wabunge. Kinachofurahisha tangia siku ya mwanzo mpaka leo siku ya 7, Mheshimiwa Spika, kwa kweli waheshimiwa wabunge walikuwa wanashauri, wanapendekeza na kutoa maoni. Kwa kweli michango yao ilikuwa ni mikubwa na ni mizuri sana. Mimi nikuhakikishie Mheshimiwa Spika kwamba michango yao hiyo na ushauri wao umechukuliwa na unaenda kufanyiwa kazi, kwa sababu ulikuwa ni ushauri mzuri sana. Kwa sababu walishauri, nami naomba tu niweke nyalio katika shauri chache tu hivi ambazo zimetolewa na waheshimiwa wabunge. Kwanza yuko Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Neema alizungumzia suala la NGOs kubadilishwa utaratibu ama kanuni ziliopo. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu, inatambua thamani kubwa sana ya mchango mkubwa sana unaotolewa na NGO. Kwa kweli mchango wao ni mkubwa sana kwa taifa letu, hususan katika shughuli mbalimbali kwa sekta zetu tofauti, sekta ya elimu, afya, kilimo, mazingira na nyinginezo. Kwa kweli na mchango mkubwa sana. Naomba nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba NGO yote ambayo itakidhi vigezo itapata msamaha bila pingamizi yoyote. Nimtoe shaka kabisa na nimwambie NGO hizo ziendelee kufanya kazi na kutoa huduma kama ambavyo zimejiwekea kwenye malengo yao, na serikali itatoa sapoti yake kwao na zitapata msamaha zile ambazo zimekidhi vigezo. Lakini Mheshimiwa Spika, wako waheshimiwa wabunge karibu 3-4 wamezungumzia umuhimu wa elimu juu ya mlipa kodi. Serikali inalitambua hili na inakubaliana na mapendekezo hayo kwamba ni lazima serikali iendelee kutoa elimu. Serikali inatoa elimu siku hadi siku kupitia vyombo vya habari mbalimbali, kupitia makongamano, kupitia semina, lakini hata shule za sekondari tumeanzisha insha maalum kwa ajili ya elimu ya ulipaji kodi, lakini elimu ya juu pia vyuo vikuu wako na program mbalimbali kupeana elimu ya juu ya umuhimu wa kulipa kodi. Na tutaendelea na programu hizo katika na sekta mbalimbali, lakini ninachokuambia Mheshimiwa Spika, tayari tumekubaliana na Wizara ya Elimu hili tutahakikisha kwamba limeingia katika mitaala yetu ya elimu msingi na sekondari ili watu wajue umuhimu wa kulipa kodi. Na hii ni kwa sababu Mheshimiwa Spika, hivi leo tumeona bajeti yetu hii ambayo tunaenda kuipitisha sasa kwa asilimia kubwa sana inahitaji mapato ya ndani. Kwa hiyo mlipa kodi ni mimi na wewe. Na niwaombe waheshimiwa wabunge katika hili la kutoa elimu, tushirikiane kuendelea kutoa elimu kama ambavyo tumeanza huko nyuma, ili kusudi watu walipe kodi kwa hiari, kwa sababu kodi yetu ndiyo maendeleo yetu. Tunapozungumzia leo SGR, tunapozungumzia bwawa la Nyerere, ni kodi yetu mimi na wewe. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote na waheshimiwa wabunge wenzangu, tuendelee kulipa kodi kwa hiari bila shuruti ili kujenga taifa letu hili. Mheshimiwa Spika, jingine ambao nataka kuzungumzia, Mheshimiwa Jane Jerry, mstaafu mwenzangu,
staff mwenzangu huwa nazungumzia sana kuhusu wastaafu hasa ambao wanalipwa na Wizara ya Fedha. Lakini hili naomba nimhakikishie Mheshimiwa Spika kwamba Mheshimiwa Rais amesikia kilio kile, amesikia sauti ile na ameitafsiri kwa vitendo. Yani zaidi ya 100% Mheshimiwa Rais ameongeza, yani kutoka 100,000 hadi 250,000 kwa wastaafu hao wanaenda kufaidika hivi punde. Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana. Daini kwa sababu mara zote huwa anasema kwamba Mheshimiwa Rais uwezo wake mwingine mkubwa sana mama alionao ni kutafsiri sauti za kila mmoja au kilio cha mtoto wake kwa vitendo. Wako wengine wanaweza wakatafsiri lakini wakashindwa kutafsiri kwa vitendo, lakini mama yeye ana uwezo mkubwa sana wa kutafsiri kilio cha mtoto wake kwa vitendo. Hili Mheshimiwa Spika, ilitokea kisa mara moja, nilikuwa nimekaa na anko wangu, basi mtoto wa miezi miwili tu alianza kulia, basi mama akaja akasema analia nini, akatafsiri mama kwamba huyu anachohitaji hapa sasa ni maji ya kunywa, akapewa maji akanyamaza. Alipolia sauti nyingine akatafsiri mama kwamba kwa sauti hii sasa huyu anahisi kulala, basi akatengenezwa mazingira na akalala kweli. Lakini akatoa sauti kwa sauti hii sasa huyu labda ana homa au mafua yamembana, basi akapewa dawa ile Panadol na akaendelea kupoa kweli, na huyo mtoto akaendelea. Kwa siku moja sasa yuko anko, yeye tafsiri yake ilikuwa ni moja tu, mtoto alipolia maji ya kunywa, alipolia tena maji ya kunywa. Yani asingetokea mama huyo mtoto ungempoteza Mheshimiwa Spika, lakini tunashukuru mama katokea na mambo yakaenda vizuri. Hii ndio uwezo mkubwa sana wa mama, namna kutafsiri sauti kwa vitendo. Ndio maana sauti zote ukisikiliza sauti ya elimu, miundombinu ya elimu imeimarishwa na ajira za walimu zimeendelea. Sauti iliyotoka kwa afya, miundombinu ya afya imeimarishwa, wataalamu wameajiriwa, lakini vifaa tiba vimepatikana. Sauti iliyotoka kwa ajili ya miundombinu ya barabara, mama ametafsiri, barabara zimepelekwa. Huyo ndio mama, tunasema mama ni fahari yetu. Mheshimiwa Spika, mwisho kabisa naomba niwashukuru sana. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuniteua kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Tunamshukuru sana kwa imani yake kwangu, namshukuru sana kwa imani kubwa sana. Nawashukuru sana wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, nawashukuru sana waheshimiwa wabunge. Kwa kweli dua na sala zenu Mungu amezipokea. Nami niwaambie tu, wahenga wanasema zimu likujualo halikuli likakwisha. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana wana Kojani, wana jimbo la Kojani, nawashukuru sana kwa kunileta hapa kuwa mbunge, na baada ya kufika hapa Mheshimiwa Rais imani yake ikampelekea aniteue kuwa naibu waziri wa fedha, sekta nyeti sana. Nawashukuru sana wana Kojani, lakini nawashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Wete, Kaskazini Pemba, mikoa yote miwili. Nawashukuru sana kwa mapokezi makubwa sana, nadhani Mheshimiwa Spika uliyaona mwenyewe. Nawashukuru sana kwa mapokezi yale, kwa kweli wamelitendea haki na wamefurahia nafasi hii ambayo ametupa Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia kabisa niwaombee waheshimiwa wabunge wenzangu, Mwenyezi Mungu atujalie tukifika huko turudi wote tuje tukutane hapa katika mjengo huu kwa lengo la kujenga taifa letu. Lakini mwisho kabisa Mheshimiwa Spika, niombe radhi kwa yeyote ambaye nimemkwaza, kwa sababu wakati mwingine tunajibu maswali inawezekana umetumia neno ambalo halikumfurahisha mmoja, au hata kutoka milangoni wakati mwingine Mheshimiwa Spika huwa tunagongana hivi. Kama ile imekukwaza, naomba radhi sana. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tuweze kurudi tena hapa katika mjengo huo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana.